Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji. Wiki tulikuwa tunaangalia toba na msamaha, somo la 10. Leo siku ya Ijumaa tunakuletea hitimisho. Tutakuwa tukijadiliana hapo maswali na kwa pamoja tunakukaribisha tuweze kupata ombi. Tuombe. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa masaa haya ya pekee. Umetuita tujifunze chini ya miguu yako, wewe ukiwa mwalimu wetu. Unapoanza anza nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Fungu la kukariri, twende pamoja. Tulikuwa tunaenda nalo Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Toba na msamaha. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Naona wewe ufuatilie sana, liko hapa ta. Amina. Amina. Sasa Yesu ni mwaminifu na wa haki. Tumeangalia mambo mengi juu ya toba yenyewe ni aina gani iliyo sahihi, lakini msamaha wa Mungu ulivyo dhahiri unatoka kwa Mungu mwenye neema ya kutosha. Swali. Tunasoma katika Mathayo sura 6 mstari wa 13, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Yesu alifundisha wanafunzi wake kuomba kwa namna hii hasa. Lakini je, tunadumisha mtazamo huu katika maombi yetu ya kila siku? Ni mara ngapi huwa unaomba ulinzi dhidi ya majaribu na dhambi? Hii kwamba eti kwa sababu msamaha upo tena tele ametuomba tuombe na ulinzi, sio kudumbukia huko. Unasema kwa si neema ipo ya kututoa tu. Sasa hii unailetaje sala hii ya usitutie majaribuni katika somo hili la toba na msamaha? Kweli tunautilia maanani kitu kama hicho? Unaweza kuzungumza kutoka uzoefu binafsi au kama kanisa au, lakini nadhani unazungumza unachokijua. Elezea uzoefu wako. Sawa. Usitutie majaribuni. Kwanza Mungu tutie majaribu. Tunaweza soma akasema sala hii ni kwamba Mungu atusitie majaribuni. Yaani mtu anaposema kwamba Mungu anatupatia vishawishi ili kwamba hapana, Mungu amjaribu mtu kwa tamaa za dhambi. Sio tamaa zake, hawezi kupata. Kwa tuseme ombi sasa la ulinzi kwa kila siku ni kwamba tunaomba kwamba Mungu aweze kutuongoza katika kufanya maamuzi yaliyo sahihi kila siku katika maisha yetu, kwa sababu maisha yetu yamejaa maamuzi kila siku. Na saa nyingine neema ya Mungu ipo ndio, na hata kama itatusaidia tu, lakini tunaomba uongozi wake katika kutoingia katika yale mawasho au sitofahamu niseme, ambazo zinaweza kupelekea kutumbukia katika shimo la dhambi. Sasa ni kuomba kila siku, kurudi kwake. Amen. Kuomba kuongozwa katika ile njia ambayo ni sahihi. Amina. Nataka mjibu kutoka kwenye uzoefu. Ngoja nielezee uzoefu wangu kidogo, labda utawatia moyo na mimi nitoe kutoka kwenye uzoefu. Kuna kiungo fulani kilikuwa kinanisumbua, kinanihatarisha kuingia jehanamu nacho na mwili mzima. Kiungo. Marko sura ya 4 mstari wa 20 na ngapi? Mstari wa ngapi tulisoma? Mstari wa 20. Ushauri wa Yesu ulikuwa ni kung'oa. Unajua kukoseshwa kuna gharama zake. Na nikaingia kwenye gharama ya kung'oa. Nikasema ni bora kukinga kuliko
tiba. Nikasema Mungu, ninaomba unikinge nisiingie tena kwenye. Unajua utakaso una gharama. Yaani msamani unatolewa bure, lakini utakaso nao ni una gharama. Kuna kujinyenyekesha pale. Na maamuzi pale. Kwa hiyo inanisukuma na hasa kwenye hayo maeneo ambayo nilishindwa, na sasa akanipa kuninyanyua. Nisishindwe, maana neema pia kukutoa pale inahitaji ushirika. Kuna kung'oa vitu. Na gharama sana. Basi unakuwa macho inanisaidia kuwa macho kwenye hayo maeneo. Hicho kiungo na sawa shina. Amina. Huu ni uzoefu wangu binafsi. Hebu funguka umonde. Funguka. Yaani ili ombi usitutie majaribuni, kinga. Ombi usitutie majaribuni ni pale ambapo Shetani siku zote anatujaribu. Kama alivyomjaribu Yesu Kristo. Anatujaribu. Sasa tunapoomba usitutie majaribuni ni pale anatupa nguvu za kushinda majaribu ya Shetani. Unaweza ukawa umeona mtu anadondosha kitu chake. Labda hela tuseme au wallet. Kuna jaribu la kuweka mfukoni au kuingiza kwenye begi lako uendelee na safari. Sasa kushinda ni bwana unadondosha nani hapo mfuko wako hapo. Sababu usipomwambia ni kama umeiba. Mimi ninavyo. Unashinda unaombaje ili uweze kumrudishia usichukue, maana kwa kweli nyumbani hakuna hela. Sasa hapo unashindaje pale? Ushindi ni pale ambapo umepewa amani na kuridhika na chako, sio cha mtu. Kwa hiyo huo unaomba Mungu, naomba nitosheke na ili kitokea ile kishawishi Amen. Amina. Natamani kusikia pia kutoka kwako juu ya hilo. Swali la mwisho. Vazi la haki ya Kristo. Tumejifunza wiki. Nadhani jana. Unaweza kumwelezeaje Mkristo mpya kabisa juu ya vazi la Kristo? Na maana gani? Na umuhimu gani? Maana gani? Alielewe. Vazi la Kristo ni lugha ya picha. Kwa hiyo asitegemee kwamba akivaa nguo la rangi fulani ndio vazi la Kristo. Kuna makanisa fulani umeona wanavaga nyeupe na paka vitambaa. Sio ile tu ile nani, lakini ni matendo mema, sifa, haki ya Kristo mwenyewe. Kwa hiyo sasa ni kwamba Kristo mwenyewe yukoje? Ni mwenye huruma, ana utu, ana upendo. Kwa hiyo hivi vitu ndivyo tunavyovionyesha au vinavyoonekana kwetu, kwa sababu unapovaa hivi mtu ndiye anayeona vazi lako. Ndio iko hivi. Kumbe huyu ndio zake, huyu ni mtu mwema. Sasa ndio vazi lako. Ni gharama, ni gharama. Inakugharimu wewe au ilimgharimu yeye kulishona? Ilimgharimu wote wawili. Ilimgharimu Yesu Kristo. Na hata wewe sasa. Kwa sababu ulivaa na hata kuendelea kuvaa. Kwa sababu unafika hatua unaweza kulitundika tu unapoendelea kuvaa utajikuta kwamba hata ndugu muda fulani wanashindwa kukuelewa na vazi lako. Mbona ufanani na mavazi? Mbona uvae kinyumbani? Mbona wewe uendani na tamaduni zetu jinsi tulivyo mavazi yetu haya. Utakiwa uvae hivi, mbona wewe? Kwa hiyo ni gharama. Amen. Toba na msamaha. Kila mmoja toe neno la kubariki la kuhitimisha. Toba ya kweli inatoka kwa Mungu na inatuachia huru na dhambi. Amen. Toba ya kweli mwisho wa siku nabaki na amani. Amen. Bwana nipe roho, nipe toba ya kweli. Amen. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, toba na msamaha, na maarifa yote tuliyopata katika somo hili ambayo yanahitaji kuwa uzoefu halisia wa kila siku. Kama ni mavazi basi ya kila siku. Amen.
Neema yako Baba umetuambia inatosha. Tubariki kama tunavyoomba, umbariki msikilizaji wetu ili kuchukua nira ya Kristo, vazi lake, kutembea na kufanania. Turudishe tena wiki ijayo kwa masomo mengine kama haya, tupate kukujua zaidi na kukua katika ushirika na wewe, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, tumefikia tamati somo la 10 ambalo linasema toba na msamaha. Tunaingia wiki ijayo somo la 11 ambalo linasema vikwazo. Mimi Aaron Lubinza, Enos Mwakalindile nami Geoffrey Omondi. Karibu sana hapa Dar es Salaam Tiponi.